Unajua nini mwanangu? Sasa hivi kwa kijiji chetu hichi. Mambo yashakuwa mengi. Mungu tu aingilie kati. Kwani hicho kiona leo pale? Yaani mtu anauliwa hivi, naona. Amna. Kaka. Amna. Sasa hii tuitaje hii? Yaani ushirikina, mauaji. Hii ni roho ya aina gani sasa? Kaka, hii tuite tu roho nyeusi. Hamna kingine sasa. Kama nishashindikana sasa. Kijiji kila siku matukio. Kukikicha mara huyu kafanyeje huyu? Sasa tufanyeje sisi hapa? Wana kijiji, naona mnajadili maendeleo bwana. Safi. Safi, mambo yanaendaje? Swali mister. Bwana, wewe hujasikia story za kijiji? Yaani kinachoendelea hapa kijijini kwetu, yaani sijui nisemeje. Yaani mpaka sasa hivi sina amani kabisa na hichi kijiji. Sisi kama vijana wa hichi kijiji tunakisaidiaje kijiji hichi? Mimi ukweli mtuongea kuhusu kusaidia. Mimi nitawaaje. Kwa maana uwezo ukasaidia kwa mambo uliyoyaona pale, yale ni ya kishirikina. Wewe unaweza kusaidia mambo ya kishirikina? Mjumbe! Wewe si mjumbe. Kulikoni tena hapa? Wewe. Mjumbe sikusema mimi. Wewe! Mjumbe mimi sikusema, sikumwambia. Ka mdomo kako kamekuponza. Na utaona leo nitakachokufanya. Mimi yani ashanishinda. Siwezi nikaendelea. Yaani nyinyi watu wazima mmekaa hapa kuumizana vichwa. Wakati hamjui kijiji chetu hichi kuna mganga. Mganga? Ndio mganga wa kienyeji. Nyie cha msingi inabidi tuambatane. La kwetu liwe hili. Yaani huyo mtaalamu ambaye unasema yupo hapa kijijini, unataka kuniambia mimi mwanangu aliyepotea Kimazinga Waombwe, tumeenda kuchukua mwili tukazike, tumeona moshi, unataka kusema atarudi? Kama atarudi kweli twende na saizi, au unasemaje? Na hilo ndo la msingi leo tuleta hapa na leo tukalisha hapa. Kama yupo kweli, tunyanyuke mguu kwa mguu twende. Naamini anaweza kufanikisha kila kitu. Mimi yule, kwanza nikianza kukuhadisia matukio alionayo, kuna kipindi mimi bandama liliama. Yule ndo alirudisha kwenye njia yake. Sasa na hapo umeanza kukudanganya bwana. Yaani kwa mambo yanayoendelea hapa kijijini, hapa sijaona kama kuna mtaalamu wa kwenda kuirekebisha hicho kijiji kikae hivi. Yaani bwana hapana. Kama huyo mtaalamu unazungumzia sijui na bandama, alihamisha bandama wapi? Hizo ni uongo bana. Mtu ananyongwa anaona utumbo hivi wewe. Hivi uniambia mtaalamu hapa? Nyinyi. Yaani hichi kijiji chote kinajua. Mimi kuna kipindi nilipotea. Nilipelekwa kwa yule mtaalamu. Subiri. Sikuamini. Subiri. Tunaondoka lini? Hata sasa hivi. Usiandikie mate wakati wino upo. Mimi naombeni nyinyi mjiandae, tukubaliane tu saa fulani tunakutana mahali fulani tuweze kuelekea huko. Saa fulani ya nini? Twendeni sasa hivi. Twendeni. Sasa subiri kwanza. Huyo amnaga mtaalamu anaweza kafanya kazi bila malipo. Tufanye hivi, tujipange leo. Kesho asubuhi tuondoke. Utaenda hivi mikono mitupu? Kweli bwana. Fanyeni kesho asubuhi. Tunakutana na wapi? Mwembeni au
Yaani kama vile ulikuwa kwenye akili yangu. Pale ndo peupe. Bwana muembe tukutane kesho asubuhi. Twende. Kwenye roho nyeusi saa hizi tunaenda kuwa Tunawapoteza. Yaani tunahakikisha kijiji cheupe. Yeye msijali. Yaani mimi yule ninamkubali. Yaani yule mimi mambo yangu yote hapa kijijini yananyokaga hivi. Kuna kipindi shamba lile la bondeni. Sijui lililogaje. Mafuriko yakahamia. sasa hapa tunapoteza muda. Mimi nikajiandaa. Nyewe kajipangeni kesho tukutane pale au vipi? Kimdomo. Toto wa kiume umeombea tu. Kwa maana hiyo nataka kuniambia hata mtoto Tulia aliyepotea kimazingira hapa umehusika? Nijibu, umehusika? Nikishakwambia utafanya nini? Mwanamke ni mchawi. Ni mchawi. Sikia wewe mwanaume, usinipande kichwani na sitaki unipande kichwani, sawa? Mwanangu yuko wapi? Kabrini. Mwanangu mimi sijazika wewe. Amepotea ndani hapa kimaajabu ajabu. Umetokea Moshi kumbe ni michezo yako ajabu ajabu. Wewe nyama unazokulanga hapa na unasema ni tamu, nategemea zinatoka wapi? Zinatoka huko huko. Kwa mimi nakula wapi? Ndio shakula. Wewe